Mwanamke huyo alikuwa karibu kuzaa mapacha, lakini alizimia katikati kutokana na ugumu wa kujifungua. Baba mkwe alimwambia daktari aokoe mtoto wa kiume. Baada ya kufanikisha malengo yake, baba mkwe alimtuma mtu kumfukuza nje ya hospitali. Ilikuwa kwa sababu tu alimdharau mke kwa kutoka familia maskini. Takataka zilikuwa zimetawanyika kila mahali karibu naye, lakini hata hivyo alistahimili na akazaa binti yake. Upande wa pili, mume wa mwanamke huyo ambaye alikuwa amesoma tiba nchini kigeni alirudi nyumbani, akakabiliwa na kifo cha mke wake. Alijawa na huzuni kubwa. Alikumbuka kwa mchanga kwamba kabla ya kwenda nchini kigeni, mke wake alikuwa ametengeneza hirizi za kiusalama kwa familia yote. Akifikiria hili, alishindwa hata zaidi kukubali ukweli huo. Lakini kwa kweli, mwanamke huyo alikuwa bado hai. Miaka 7 ikapita, baba mkwe wa mwanamke huyo alifariki kama malipo kwa matendo yake, lakini hakuwahi kufikiria kurudi nyumbani. Badala yake, alimlea binti yake kwa kukusanya takataka kila siku na pia akampeleka shuleni. Upande wa pili, baada ya kifo cha baba yake, mwanaume alimchukua mama yake aishi naye. Hakuwahi kusahau kumkumbuka mke wake aliyefariki. Wakati huu, msimamizi wa nyumba alileta habari kwamba bwana mdogo alikuwa ameingia katika ugomvi na mtu shuleni. Bibi huyo hakuweza kuvumilia mjukuu wake akidhulumiwa, kwa hivyo mara moja akaondoka kwenda shuleni. Lakini aliyeanza ugomvi alikuwa mjukuu wake aliyetewa kwa muda mrefu. Mwanamke na bibikize walitairwa na mwalimu wakati huo huo. Baada ya miaka 7 hawakutambuana. Mvulana alikasirika sana kwamba msichana alikuwa amemwibia chupa yake, lakini kwa kweli chupa hiyo alikuwa ametupa na hakutaka tena. Wakati huu mwalimu alisema ukweli. Ilibainika kuwa siku 3 zilizopita darasani ilikuwa imefanya mashindano ya insha. Msichana alikuwa ameshinda ubingwa na mvulana hakuwa tayari kukubali, kwa hivyo kwa makusudi alitumia tukio la chupa kulipiza kisasi. Hata hivyo, bibikize alimsimamia mjukuu wake na akadai shule imfukuze msichana huyo, vinginevyo angeondoa uwekezaji wake shuleni. Ili kulinda elimu ya binti yake, mwanamke huyo alikimbilia kwenye dirisha bila kujali hatari, akiwa na matumaini ya kuwafanya wamsamehe binti yake kwa kufanya hivyo. Mwishowe, moyo wa bibikize ulipoa na akaondoka hapa. Baada ya kurudi nyumbani, jeraha la mama yake msichana lilibadilika kuwa kubwa. Msichana alimwita daktari wa kienyeji kutoka kijijini, lakini uwezo wa daktari huyo wa kienyeji ulikuwa mdogo na akamwambia aende hospitalini kumwomba mkurugenzi msaada wa kumwokoa mama yake. Msichana alienda ofisini kwa mkurugenzi. Hata hivyo, mkurugenzi alikuwa baba yake ambaye hajawahi kumwona kabla.